Unatazama Inland Television. Wakati ni sasa. Kizazi cha leo hii kimetawaliwa na mabadiliko ya teknolojia. Kila kukicha, nchi, mataifa duniani kote zimekuwa za kidijitali, kuboresha maendeleo ya teknolojia kutokana na faida lukuki zinazotokana na teknolojia katika kila sekta za kiuchumi, kisiasa, kiviwanda na kijeshi. Hivyo basi, kila taifa na mikoa yote hufanya jitihada za dhati kuboresha na kuongeza utaalamu wao katika teknolojia mbalimbali ili kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali kama vile maafa, miundombinu na kadhalika. Je, ni nchi gani ambazo zimeendelea zaidi kiteknolojia duniani? Utastaajabishwa na nguvu ya teknolojia ya mawasiliano, yani information technology. Hivyo zipo nchi ambazo zina uwezo wa kuwa mataifa makubwa duniani kupitia teknolojia. Je, Tanzania inachukua nafasi ya ngapi katika orodha ya nchi zinazoongoza kwa maendeleo ya teknolojia duniani? Ni hatua zipi wasomi wa teknolojia ya mawasiliano wanafanya jitihada zao nyingi kuhakikisha wanaifanya nchi iweze kuendelea kiuchumi, kisiasa, kijeshi, kilimo na kadhalika kutokana na teknolojia? Ungana nami Matrida Baltazari tuangazie nchi 10 bora zaidi zilizoendelea kiuchumi kutokana na maendeleo makubwa ya kiteknolojia duniani. Nchi ya 10 ni Urusi. Inaaminika kuwa nchi ya Urusi ndio ilikuwa ya kwanza kutumia chombo chake cha kwanza mwezini kabla ya nchi yoyote ile duniani, na ndiyo nchi ya kwanza kufanya utafiti wa anga. Ukiachana na teknolojia ya anga ambayo iliongoza kwa muda mrefu kabla ya Marekani kuchukua nafasi hiyo, Urusi ndiyo taifa linaloongoza kwa uundaji wa ugunduzi wa zana kali za kivita na mifumo ya ulinzi. Russia ni moja ya mataifa yanayoongoza zaidi kwa mifumo ya ulinzi wa anga. Hata hivyo, nchi hii ina taasisi kubwa ya utafiti ambayo inajulikana kama chuo cha jimbo la Moscow, ambacho kinajulikana kama taasisi yenye nguvu ya nchi. Katika karne ya 19 na karne ya 20, nchi hii ilizalisha idadi kubwa ya wanasayansi katika uwanja wa IT, mawasiliano, sekta ya nyuklia, teknolojia ya anga na maeneo mengine mengi ambayo husaidia nchi hii kupunguza kasi ya mwaka 1990. Lakini nchi hii bado inaweza kuwa katika orodha hii. Nchi ya 9 ni Canada. Nchi hii inajulikana sana katika teknolojia. Ni kwa sababu inajulikana kama nyumba ya teknolojia, home of technology, na wanasayansi kwa sababu mmoja wa mbunifu mkubwa duniani ambaye ni mgunduzi wa taa. Ugunduzi huu ulifanywa na mwanasayansi wa Canada ambaye alifahamika kwa jina la Hal Woodward. Hivyo baada ya hayo, serikali ya Canada ilihamasisha kufanya kazi kwa bidii katika uwanja huu wa teknolojia. Canada inafanya vizuri katika maeneo ya maendeleo ya afya, teknolojia ya mawasiliano, kuboresha teknolojia ya anga, sekta ya IT, na muhimu zaidi katika nyanja tofauti za fizikia zinazoendelea, kompyuta nyingi, fizikia za kinadharia na kufanya kazi katika viwanda vingine vingi. Pia katika ubunifu wa nchi hii, kazi za umma, huduma za afya, teknolojia ya ulinzi, ndani na matumizi ya teknolojia zinazoendelea kwa haraka sana. Nchi ya 8 inayoendelea kwa teknolojia duniani ni Uingereza, mzalishaji mkubwa wa magazeti ya kisayansi duniani ambayo hakuna mwingine zaidi ya Uingereza, ambayo inashikilia rekodi kwa miaka kadhaa. Hakuna shaka katika teknolojia ya nchi hii kwa sababu karibu 40% ya wanasayansi wa dunia ni kutoka nchi hii. Hii inavutia sana kujua kwamba Uingereza ina teknolojia ya juu katika ngazi ya watumiaji kuliko ile ya Marekani. Kwa hiyo hii inaitwa nchi kuu ya nguvu ya ulimwengu. Nchi hii inatoa wananchi wake kupata elimu ya teknolojia. Nchi hii inajenga vitu vingi katika miaka mingi iliyopita kwa sababu ya idadi kubwa ya wanasayansi. Nchi ya 7 ni Ufaransa. Kwa mujibu wa historia ya nchi hii, Ufaransa ina historia nzuri ya zamani katika maeneo ya sayansi na teknolojia, kwa sababu kwa maoni ya Jean Baptiste, mfalme wa nchi hii, alihimiza kulinda utafiti wa kweli wa teknolojia nchini mwaka 1666. Hivyo ilikuwa hatua ya kwanza ya teknolojia nchini humo.
Hata hivyo, katika karne ya 19 na karne ya 20 walifanya kazi ngumu sana katika nguvu za nyuklia kwa sababu ya utafiti wao katika fizikia na wanasayansi wao wenye akili. Hivyo Ufaransa ilikuwa nchi ya 3 katika historia ya dunia ambayo ilitumia satellite yao hadi mwaka 1965, ambayo inaonyesha heshima yao katika maeneo ya teknolojia ikiwa ni IT, teknolojia ya anga na maeneo mengine. Nchi ya 6 ni China. Nchi ya China imekuwa ikitajwa mara kadhaa kama ndiyo taifa lenye nguvu zaidi duniani linalofuata. Tatizo ni kwamba wako tayari. Taifa limeweza kufanya mafanikio kwa kukamilisha maendeleo makubwa katika uwanja wa teknolojia kwa miaka 10 iliyopita. Bunduki na dira, yani compass, zilitumika kwa mara ya kwanza nchini China. Wanasayansi wa China hivi sasa wanazingatia teknolojia ya robotic na treni ya mwendo kasi, kompyuta kubwa, teknolojia ya kizazi na viwanda vya magari. Kwa kuongeza, japokuwa China inaenda taratibu katika utafiti wa anga, lakini inajipanua kila kukicha. Nchi ya 5 ni Ujerumani. Nchi hii iliyo bora kabisa katika teknolojia na nchi tajiri zaidi barani Ulaya. Nchi hii imeweza kupata mafanikio makubwa sana baada ya vita ya pili ya dunia kwa umaarufu wake wa utengenezaji vifaru na silaha nzito za maangamizi zitumikazo katika vita. Hii ilifanya Ujerumani kupanuka katika kila eneo la ugunduzi wa teknolojia. Hadi sasa nchi hii ina usanifu sana wa kiteknolojia na miradi ya miundombinu ambayo hutumiwa nchini humo, kama uwanja wa Berlin ni moja ya mifano mikubwa ambayo huchukuliwa kama vivutio zaidi katika historia ya dunia nzima. Athari za teknolojia inayopatikana katika nchi hii ilikuwa katika mwaka 1900 ambao matokeo yameonyeshwa kwetu wakati huu na uchumi wake mkubwa. Na sasa tuangalie nchi ambayo ipo kasi kwa teknolojia, nayo ni nchi ya 4 ambayo ni Korea Kusini. Korea Kusini ni mahali pa kuzaliwa kwa makampuni ya teknolojia kama LG na Samsung. Bidhaa hizi zinashindana na bidhaa za teknolojia ya kimataifa kama Apple na Toyota. Wanasayansi wa Korea Kusini wamefanya michango muhimu katika maeneo kama robotic. Kiwango cha wastani wa internet nchini Korea Kusini ni mara 3 ya kasi nchini Marekani. Na sasa nchi ya 3 ni Finland. Sio matajiri tu wa uzuri wa asili, lakini pia ni matajiri katika maeneo ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo nchi hii ipo juu katika karibu kila sekta, ikiwa ni afya, uchumi, siasa na maeneo ya kiufundi ya sayansi kama sekta ya IT. Tamaa ya serikali kufanya nchi hii iwe kubwa zaidi katika teknolojia kwa kuzalisha na kugundua miradi ya teknolojia ya juu. Kwa hiyo ndiyo sababu nchi hii ina mapato makubwa kwa kila mtu kutoka nchi nyingi duniani. Hivyo nchi hii ni sehemu kubwa katika sekta ya teknolojia kutokana na kiwango cha elimu bora ambacho kinawezekana tu kutokana na usimamizi mkubwa nchini Finland. Nchi ya pili katika ukubwa wa teknolojia duniani ni USA. Mafanikio katika teknolojia ya anga yamekuwa na jukumu muhimu katika kufanya Marekani kuwa taifa lenye nguvu zaidi duniani. Kutoka bomu la atomic kuelekea Neil Armstrong kwenye mwezi, uchunguzi wa anga, madawa, mfumo wa utetezi na mawasiliano ya simu umekuwa mwelekeo wa Umoja wa Mataifa kwa miongo mingi. Taifa hili lina jeshi la nguvu zaidi ya teknolojia ya juu duniani. Taifa hili limezalisha makampuni makubwa ya teknolojia duniani kama Google, Facebook, Apple, Intel, IBM na Microsoft. Mapinduzi haya ya teknolojia yamebadili jinsi watu wanavyoishi duniani kote. Na sasa tumalizie katika nchi ya kwanza ambayo ni bora zaidi katika masuala ya teknolojia duniani, nayo si nchi nyingine bali ni Japan. Nchi ambayo inaendelea kushikilia nafasi ya kwanza katika orodha hii kwa miaka mingi ni Japan, kutokana na teknolojia bora ya kisasa ambayo inafanywa kwa sababu ya uvumbuzi uliofanywa na watu wa nchi baada ya tukio la vita kuu ya dunia kwa mwaka 1945. Nchi hii ina lift ya kubeba watu kwenye majengo marefu. Katika uwanja wa ulinzi, Japani ni nchi ya kwanza ulimwenguni ambayo inafanya bunduki aina ya Rasagum na kuchukuliwa kama teknolojia ya kisasa zaidi duniani. Hivyo Evertel Dimension inaweza kusafirisha mtu kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa muda wa sekunde 5, ambao ni ushindi wa kiwango cha juu katika teknolojia. Hivyo nchi hii imefanya maisha ya mtu yawe rahisi zaidi kuishi.
Kabla ya kuhitimisha makala haya, tuangazie kwa ufupi historia ya Japani, nchi ambayo inashika kasi katika sekta nzima ya teknolojia. Japani ni nchi ya visiwa katika Asia ya Mashariki iliyoko kwenye bahari ya Pacific. Inapatikana kwa maji na China, Korea Kusini, Korea Kaskazini na Urusi. Ina idadi ya watu takriban milioni 123, ikiwa ya 11 duniani. Jiji lake kubwa zaidi na mji mkuu ni Tokyo, moja ya miji yenye watu wengi zaidi duniani. Japan imegawanyika katika mikoa 47. Inajulikana kwa teknolojia yake ya hali ya juu, utamaduni wake wa kale na wa kisasa, pamoja na miundombinu ya kisasa kama treni za mwendo kasi. Japani ni moja ya nchi zinazoendelea zaidi kiuchumi duniani, ikiwa na moja ya pato la taifa kubwa zaidi kwa viwango vya kimataifa. Uchumi wake unategemea hasa katika viwanda vya teknolojia ya hali ya juu, magari, vifaa vya kielektroniki na robotic. Makampuni makubwa kama Toyota, Sony na Panasonic yanatoka Japani na yana ushawishi mkubwa duniani. Licha ya rasilimali chache za asili, Japani imefanikiwa kukuza uchumi wake kupitia ubunifu, elimu ya juu na nidhamu ya kazi miongoni mwa wananchi wake. Katika historia, Japani iliwahi kuwa miliki ya kifalme iliyojitenga na mataifa ya nje kwa karne nyingi. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia, ambapo ilishambuliwa vikali ikiwemo mabomu ya atomic mjini Hiroshima na Nagasaki, Japani ilijengwa upya na kuwa taifa la kidemokrasia. Leo ni wanachama wa mashirika makubwa kama Umoja wa Mataifa G7 na G20 na ina ushawishi mkubwa katika siasa, uchumi na utamaduni wa kimataifa. Niliyekusimulia makala haya ni mimi Matrida Baltazari. Makala haya unaweza kuyapata katika mitandao yetu ya kijamii kule Facebook, Instagram na YouTube kwa anwani ya Inland TV. Tukutane hapo wakati mwingine kwa makala nyingine zaidi. Asante na kwaheri. Unatazama Inland Television. Wakati ni sasa.